Mabadiliko ya sheria ya madini ya mwaka 2017 yamewezesha Watanzania wengi kufanya kazi katika sekta hiyo, kwani asilimia 97 wafanyakazi katika migodi mikubwa ya madini iliyopo nchini ni Watanzania. Na katika michezo, uongozi wa klabu ya Yanga umeitangaza kampuni ya GSM Tanzania Limited kuwa mshindi wa mzabuni mshiriki kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wake unaojengwa eneo la Jangwani. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema. Jina langu ni Kisa Mwepiana. Tunaanza na taarifa ya habari. Mabadiliko makubwa ya sheria ya madini yaliyofanyika mwaka 2017 yamewezesha Watanzania wengi kufanya kazi katika sekta ya madini, kwani asilimia 97 ya wafanyakazi katika migodi mikubwa ya madini iliyopo nchini ni Watanzania, huku asilimia zaidi ya 90 ya uongozi katika migodi hiyo ni Watanzania pia. Taarifa zaidi na Adam Malima kutoka Mtwara. Kabla ya mabadiliko ya sheria ya madini mwaka 2017, idadi ya Watanzania waliokuwa wanafanya kazi katika migodi mikubwa ya madini, shughuli za utafutaji na uchakataji wa gesi asilia ilikuwa ni ndogo. Lakini baada ya kufanyika kwa mabadiliko ya sheria, Watanzania wengi wanafanya kazi na kusimamia migodi hiyo. Kamishna wa madini nchini Terence Nkole akiwa mkoani Mtwara katika warsha ya kuelimisha umma kuhusu shughuli za uwazi na uwajibikaji katika sekta madini, mafuta na gesi asilia iliyoandaliwa na taasisi ya uhamasishaji uwazi na uwajibikaji katika rasilimali za madini, mafuta na gesi asilia TATE, anafafanua zaidi. Hivi tunavyozungumza sasa hivi mathalan, karibu asilimia 97, zaidi ya asilimia 97 ya waajiriwa kwenye migodi yote unayoiona hapa mikubwa nchini ambayo ina wawekezaji wa nje ni Watanzania. Sheria hiyo inawataka wawekezaji kutumia huduma zinazopatikana nchini na ambazo hazipatikani nchini zihusishe makampuni ya ndani ya nchi. Hatua hii imesaidia kuongezeka kwa manunuzi yanayofanywa na Watanzania. Ukija kwenye mwaka 2024, manunuzi yote, jumla ya manunuzi kwa makampuni ya madini, maana yake manunuzi ya bidhaa na huduma, yalikuwa yanaleta jumla ya shilingi trilioni karibu 5 hivi, takriban trilioni 5. Sasa kati ya trilioni 5, zaidi ya trilioni 4.4 hivi zilitoka kwenye makampuni ya Kitanzania, sawa na asilimia 88. Wazawa wanaofanya kazi katika sekta hiyo wanaonesha ufanisi mkubwa na halmashauri zikinufaika zaidi na matokeo ya sheria hiyo. Kwa sababu tunazalisha gesi Msimbati Mtwara, tupo zaidi ya wafanyakazi 70 na watu ambao wametoka nje ni 2 tu. Kama Watanzania, hichi ndicho kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji. Tuone ni namna gani Watanzania wanafaidika na rasilimali zao. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Wakazi mkoani Mara wameishukuru serikali inaongozwa na Rais Daktari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza wigo wa utoaji wa haki, ikiwemo ujenzi wa mahakama za mwanzo kila wilaya, ambayo imesaidia kupunguza na kutatua changamoto ya wananchi kufuata huduma hiyo kwa umbali mrefu. Musa Makali huyu hapa anatupa undani wa hii taarifa kutoka huko Mara. Kauli hii wanaitoa wakati wakizungumza katika maadhimisho ya siku ya sheria, ambapo wamesema maeneo mengi ambayo hayakuwa na mahakama za mwanzo, serikali imesogeza huduma hiyo ili kuhakikisha wananchi wake hawapati changamoto. Haki imeonekana inatendeka kwa urahisi na kwa weledi katika mahakama zetu, na kwa sasa migogoro hiyo imepungua sana na ucheleweshaji umekuwa kidogo. Wamejitahidi, wameongeza kasi. Imesaidia sana kupunguza gharama za wananchi katika kusafiri kwenda mbali Mwanza na kuingia gharama kubwa. Utoaji wa haki ni jambo moja na usimamizi ni jambo jingine, na hapa baadhi ya wanasheria pamoja na mawakili wanasema kuwa ushirikiano wa pamoja katika taasisi hizi itasaidia kwa kiasi kikubwa kurejesha imani kwa wananchi katika utoaji wa haki. Lakini kama timu wote tunakuwa ni wadau wa pamoja wa kuhakikisha haki ya mtu inapatikana kwa wakati na maendeleo yawepo vile inavyopaswa. Kesi inapokuja ikasikilizwa mara moja, ule muda ambao mwananchi angetakiwa au anahudhuria mahakamani mara kwa mara, utumia tu kwenye shughuli zake za kujenga maendeleo ya taifa ili aweze kujiingizia kipato. Kulinda haki, kudumisha amani na kuwezesha mazingira wezeshi ya kisheria, kimuundo na kitaasisi kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo wa taifa ni kauli mbiu unaobeba maadhimisho ya siku ya sheria ambayo inafanyika nchini na hapa mkoani Mara. Akifungua maadhimisho haya, Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Musoma, Fahamu Mturia, amewataka majaji na mahakimu kwenda kutenda haki wanapotoa huduma kwa wananchi, ambapo serikali imetumia fedha nyingi kuhakikisha na kusogeza huduma hizi kwa karibu na wananchi, ikiwemo ujenzi wa mahakama za mwanzo katika wilaya Butiama pamoja na Rorya na maeneo mengine. Lakini kwa sasa, kwa mabadiliko na mageuzi tuliyoyafanya,
Hayo malalamiko ya kesi kuchukua muda mrefu mmeyatatua kwa kiwango na asilimia kubwa. Mahakama ni mdau mkubwa sana kwenye maendeleo ya taifa hili. Kama jaji mfawidhi na waasa ziwe za haki, watende haki. Wasipotenda haki watawajibika kwa Mwenyezi Mungu kesho. Kutoka hapa Mahakama Kuu Kanda ya Musoma hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dodoma imekemea tabia ya baadhi ya wanachama na makada wa chama hicho wanaowatukana viongozi wa dini na kuwataka kutumia utaratibu wa vikao kusahihishana pindi wanapoonekana kuwa wamekosea kwa mustakabali wa umoja, amani, lakini pia mshikamano wa taifa. Amani Mbando anatupa undani wa hii taarifa kutoka jijini Dodoma. Kauli ya jumuiya hiyo imetolewa na mwenyekiti wa mkoa wa Dodoma Samuel Malechela wilayani Bahi wakati akizungumza na wanachama wa CCM na jumuiya hiyo katika maadhimisho ya miaka 49 ya CCM, ambapo amesema tabia hizo hazikubaliki. Iko tabia ya baadhi ya watu wakijinasibu wao ni wanachama, wamekuwa wakiwatukana viongozi wa dini. Huu ni ukosefu wa adabu. Kama Jumapili tunakwenda tunapiga magoti mbele zao kwa kusujudu, kwa kuheshimu na unyenyekevu, unatoa wapi nguvu za kuwatukana? Na niwaombe wale vibaraka baraka wale tuliwaona wanajiita wao na wao sijui ni dhehebu fulani, wanajiita dhehebu fulani, na shauri tabia hiyo waache. Wasitukurugie nchi yetu. Nchi hii tumezoea kuheshimiana. Sasa vibaka wachache waje wewe wanaropoka afu na sisi wote tumekaa kimya. Haipo. Katika kuadhimisha miaka hiyo 49 ya kuasisiwa kwa CCM, jumuiya hiyo imetembelea miradi ya huduma za jamii ikiwamo shule na zahanati, ambapo maendeleo katika sekta hizo yamebainishwa, ikiwamo wilaya hiyo kuongoza kitaifa katika ufaulu wa mitihani ya darasa la 7. Tunashukuru kwa haya majengo yaliyojengwa madarasa haya kutupatia mfumo wa elimu nzuri kuendelea watoto. Tunashukuru kwa Mheshimiwa Rais. Ndio maana unajua vijijini huku zamani ukisikia mtu kafaulu ilikuwa ni mtiti. Lakini siku hizi eti Bahi ambayo ni wilaya inamshinda hata Dodoma jiji. Maana yake hata hao Wabahi wana uwezo mkubwa wa kufikiri kuliko hata walioko Dar es Salaam. Hivi wewe uogopi hiyo? Maadhimisho ya miaka 49 ya kuasisiwa kwa CCM yanafanyika katika maeneo mbalimbali, ambapo chama na jumuiya zake tatu ambazo ni jumuiya ya wazazi, umoja wa wanawake na jumuiya ya umoja wa vijana wanazungumza na wananchi na wanachama kuwaeleza yale yaliyofanyika tangu tarehe 5 mwezi Februari mwaka 1977. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kaskazini Pemba imeadhimisha kutimiza miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama hicho kwa kupanda miti katika skuli ya Kinyasini, wilaya Wete, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha utunzaji wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua zaidi. Akizungumza katika hafla hiyo, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Kaskazini Pemba, Ramadhani Shaibu Juma, amesisitiza umuhimu wa jamii kuwa na utamaduni wa kupanda na kutunza miti ili kuboresha hali ya hewa na kuacha urithi mwema kwa vizazi vya baadaye. Maelezo na maelekezo haya yaliyotolewa na wenzangu tuyachukueni, tuyafanyeni kazi. Hili ni agizo la viongozi wetu wakuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano na Rais wa Zanzibar. Naye mwenyekiti wa jumuiya wazazi mkoa wa Kaskazini Pemba, Ramadhani Kipaya, na mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa huo, Mgeni Hatibu Yahya, wamewataka wananchi kushiriki katika juhudi za uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti zaidi na kuilinda. Ili uipate hewa ya oxygen kikamilifu, lazima uwe na miti ya kutosha. Sasa hili zoezi tunasaidia wenzetu wanaokaa katika eneo hili kupata hewa safi ya oxygen. Na tutajitahidi kuelimisha jamii wasikate miti ovyo, bali
kila mmoja awe na utamaduni wa kupanda miti. Ikifika asubuhi tuingieni katika site, tumekabidhiwa eneo, viongozi wetu wametuambia kila wiki watakagua. Kwa hiyo naomba kwamba tusiwaangushe. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerard Mweli amesema serikali imeridhishwa na kasi ya ujenzi wa mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi unaotekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 56 katika tarafa ya Pawaga, halmashauri ya wilaya ya Iringa, huku akibainisha kuwa kukamilika kwa mradi huo kutachochea uzalishaji wa zao la mpunga kwa kuongeza uzalishaji kwa 20%. Hayo yameelezwa wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya usimamizi wa mikataba, sheria ya ununuzi na utafiti wa miamba katika mabwawa yaliyowakutanisha wataalamu mbalimbali wa sekta ya umwagiliaji kutoka maeneo tofauti nchini, yakilenga kuimarisha ujuzi wa kitaaluma na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji. Akiwa katika eneo la skimu hiyo, katibu mkuu huyo amesema mradi wa umwagiliaji wa Mkombozi ni muhimu na utakuwa mkombozi mkubwa kwa wakulima wa tarafa ya Pawaga kwa kuwa utaongeza uhakika wa upatikanaji wa maji ya umwagiliaji, kuboresha uzalishwaji wa mazao na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kuinua maisha na kipato cha wakulima wa eneo hilo. Mradi huo utakapokamilika, ambao mpaka sasa hivi umefikia 85%, utaongeza uzalishaji wa chakula hasa mpunga kwa zaidi ya 15% mpaka 20% ya mahitaji yetu ya sasa, ambao ndio zao kubwa na ndo hata skimu tuliyojenga inaenda kwa ajili ya mpunga, lakini pia mazao mengine ya mboga yanaweza yakazalishwa katika eneo hili pamoja na mahindi. Naye mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Raymond Mdolwa ameelezea kuwa mafunzo hayo ya siku 6 yanalenga kuwajengea uwezo mainjinia wa maji wapatao 100 kutoka mikoa mbalimbali nchini katika maeneo ya usimamizi wa mikataba, uelewa wa sheria ya ununuzi pamoja na utafiti wa miamba katika mabwawa ili kuongeza ufanisi, ubora na usalama katika utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji nchini. Kitu kikubwa tunafundisha mainjinia wetu ni katika usimamizi wa miradi, utekelezaji wa mikataba, usimamizi wa wakandarasi na kadhalika na kadhalika. Ndio tumewaleta mainjinia hao, sio kwamba hawafahamu, lakini tumewaleta kwa brush kuhakikisha kwamba elimu yao inaendelea kuwa pale pale, kuhakikisha kwamba tunakuwa na miradi bora. Naitwa Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Baadhi ya wananchi mkoani Lindi wameishukuru serikali kwa maboresho makubwa yanayoendelea kufanyika katika sekta ya afya mkoani humo, hususan ujenzi wa hospitali mpya ya rufaa ya Sokoine iliyoanza kutoa huduma za kibingwa ambazo hapo awali zilikosekana kutokana na ufinyu wa miundombinu na upungufu wa vifaa tiba ikiwemo huduma ya kipimo cha CT scan. Ahmadi Nandonde anatupa undani wa hii taarifa. Wananchi hao wanaopatiwa matibabu katika hospitali hiyo wametoa pongezi hizo walipotembelewa na utumishi wa sekretarieti ya mkoa wa Lindi waliofika katika hospitali hiyo kwa ajili ya kujionea hali ya utoaji huduma, ikiwemo kwa ajili ya hali na kuwapatia misaada mbalimbali wa wagonjwa, ambapo wagonjwa hao wanaeleza kuridhishwa na huduma bora zinazotolewa hospitalini hapo ambayo imehamia katika majengo mapya. Huduma zao hapa hospitali sasa hivi ni mzuri na majengo yao ni mazuri vile vile. Tumepokelewa vizuri, tunahudumiwa tu vizuri. Tunamshukuru Mama Samia na serikali kwa ujumla. Huduma mara ya kwanza na sasa hivi ni mzuri zaidi. Waje tu wajifungulie hapa Sokoine. Naishukuru serikali kwa kuleta huduma mzuri, wamtuletea vifaa vizuri, miundombinu mizuri ya matibabu. Wanapokea wazazi vizuri. Kwa mimi naliona hivyo liko vizuri. Maana unakuta daktari mwingine anakunja sura, lakini kwa kweli kwa hawa toka nilivyokuja mimi wako vizuri. Naye mganga mkuu mkoa wa Lindi Dr. Heri Kagia akiwaongoza watumishi waliotembelea hospitali hiyo amesema kwamba kitendo cha watumishi kutembelea moja ya miradi ya serikali ni cha uzalendo na kinaonesha namna gani wanaunga mkono jitihada za serikali, kwani sasa wanakwenda kwa mabalozi wazuri kwa kueleza utekelezaji wa miradi ya kimkakati, huku akiwahamasisha wananchi kujiunga na mfuko wa bima ya afya kwa wote ili kurahisisha upatikanaji wa matibabu. Kujumuika kwa pamoja kwa shughuli mbalimbali ikiwemo kutembelea hospitali yetu hii
ya mkoa wa Lindi na kuwajulia hali wagonjwa na pia kujionea huduma zinazotolewa mahali hapa. Yeyote ambaye ni Mtanzania awe katika mfumo wa bima, na anapopata changamoto hizi za kuhitaji matibabu aweze kutibiwa pasipo na kikwazo. Sasa hivi tunatoa huduma kama za CT scan ambazo mwanzoni hatukuwa nazo. Wananchi walikuwa wanalazimika kusafiri umbali wa kilomita zaidi ya 400 kwenda Dar es Salaam kupata hiyo huduma, wanapata hapa. Kuna huduma za kusafisha damu ambapo wagonjwa huwa wanasafiri umbali mrefu. Mnapopata nafasi ya kuja kututembelea sisi tunafarijika, lakini pia na wagonjwa wetu au wateja wetu pia wanafarijika, hasa kwa tukio hili muhimu la kupata zawadi. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imewakumbusha viongozi wa vyuo vikuu na halmashauri za wilaya kunakojengwa kampasi mpya 16 za vyuo vikuu katika mikoa 15 watambue lengo la serikali ni kuhakikisha hakuna mtoto wa Kitanzania anayestahili anakosa elimu ya juu. Hii hapa ni taarifa zaidi. Akifungua kikao cha kujadili mpango wa pamoja wa kuendeleza maeneo jirani na kampasi hizo mpya 16, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Daniel Mushi alisema hii initiative ya kujenga hizi campuses 16 inaenda kusolve hilo changamoto kubwa lililopo kwenye admission au udahili katika elimu ya juu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa sera na mipango ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Bwana John Cheo akiwapa mbinu za uwekezaji viongozi hao, huku mratibu wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT Dr. Kennedy Osea akiweka wazi ni kwa nini kampasi hizo 16 zinajengwa. Tunazungumza sana kuhusu alternative financing. Sio lazima wewe uchukue hela yako mfukoni, si ndio, kwenda kuwekeza mahali, lakini tuna PPP na hizo ndio alternative financing. Hizi kampasi 16 za HIT, wizara na serikali yetu imenuia kueneza fursa za elimu ujuzi kwenye maeneo zinapojengwa. Wakurugenzi watendaji wa halmashauri za wilaya za Sumbawanga na Mkinga wakaweka wazi nini watafanya kuhakikisha kampasi mpya hizo za vyuo vikuu katika maeneo yao zinawanufaisha wananchi. Eneo lile linahitaji kupimwa. Eneo la chuo limepimwa, lakini maeneo yanayozunguka chuo hayajapimwa. Kwa hiyo kama halmashauri tutatumia fursa hiyo kuhakikisha kwamba tunapima yale maeneo na tunayapanga. Chuo hichi hakitafundisha formal education tu, pia informal education itafundishwa. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Asante Kuringemongi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na katika upande wa habari za michezo tunaelezwa kuwa uongozi wa klabu ya Yanga umeitangaza kampuni ya GSM Tanzania Limited kuwa mshindi wa mzabuni mshiriki kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wake ambao unatarajiwa kujengwa eneo la Jangwani hapa jijini Dar es Salaam, ikizishinda kampuni za ndani na nje ya nchi. Tuungane na mwanamichezo wetu kwa undani wa hii taarifa. Taarifa ya kutangazwa kwa mzabuni huyo imetolewa na meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe wakati wa mkutano na waandishi wa habari za michezo, ambapo ameeleza mchakato mzima hadi kuipata kampuni ya GSM Tanzania Limited kuibuka mshindi wa mzabuni ili kuanza ujenzi wa uwanja. Nichukue fursa hii kuupongeza na kuwapongeza viongozi wote wa kiserikali, tukianza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na wizara zake mbalimbali na watendaji mbalimbali ambao walitupa ushirikiano mpaka klabu ya Young Africans ikapata nyongeza ya eneo hapa makao makuu ya klabu yetu. Tukapata nyongeza ya ardhi. Nichukue fursa hii, ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans na Watanzania kwa ujumla kuwatangazia kwamba kampuni ya GSM Tanzania Limited ndiyo kampuni iliyoshinda tenda ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Katika hatua nyingine, Ali Kamwe ameeleza hatua inayofuata baada ya kumpata mzabuni huyo, huku akitangaza kamati ambazo zitakutana na mzabuni kabla ya kuanza mara moja ujenzi wa uwanja. Na kamati hii itakuwa chini ya rais wa klabu yetu
kwa maana ya Engineer Hersi Ali Said ndio atakuwa mwenyekiti wa hiyo kamati. Wako wajumbe wawili ambao kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans imewaongeza kwenye kamati hii. Jumbe namba 1 ni mwanasheria msomi, mzoefu na mbobevu Alex Mgongoro. Kaka yetu Ivan Tarimo ambaye yeye anakuja sasa kutusaidia kwenye engo ya kibiashara. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Shukrani sana Kenny kwa habari hiyo ya michezo ambayo inatuhitimishia taarifa yetu ya habari. Mtazamaji, vipunde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia kilichojiri katika upande wa magazeti.